kikubwa kilichotukusanya hapa, kwanza kudumisha amani na upendo. Haya mambo yote yanayoendelea kwa wakati huu tunafahamu wazi, bila amani haya yote yasiyoweza kutokea. Hebu tuepukane na wale watu wanaotaka kuivuruga amani yetu. Naamini kwa miaka hii 62 ya Muungano, mimi kwa ujumla wake toka uhuru uliopatikana mwaka 1961 mimi ni ngalipo. Kwa hiyo naamini hata vijana, kwa sababu hamkosi ama kusikiliza maneno ya kudanganyiwa, na udanganyifu huu unakuja kwa ajili ya tamaa, kwa ajili ya ugumu wa maisha mnayoyaona. Lakini naamini kama kweli tutajituma vizuri na kufanya kazi, haya yote yataisha. Kwa hiyo niwaombe wake kwa waume, vijana wa leo, vijana wa kisasa, hebu tuweze kufuata mwongozo, hebu tuweze kudumisha amani yetu. Tunapotoka hapa tuwe waalimu wa kuweza kuwaelimisha na wenzetu walioko huko nje. Naamini kwamba sio wote waliofika hapa, lakini nyinyi mliofika mtakuwa waalimu wazuri zaidi wa kuweza kuwaeleza maana ya muungano ni nini. Tusingeungana, naamini haya mengine yote tusingeweza kuyapata. Hebu tuangalie matokeo yaliyotokea 29 Oktoba kwa ajili ya uchaguzi. Sasa tuone kama tusingeshikamana, kama tusingekuwa wamoja, nafikiri tusingefikia hapa tulipo. Lakini kwa sababu ya umoja wetu na utulivu wetu, mimi ni waombeni huo utulivu tuendelee nao, tuwaelimishe wale vijana walioko. Hebu waache kusikiliza maneno ya kweli. Watu wamekusanyika pamoja kwa matukio tofauti tofauti, lakini lengo kubwa ni kwa ajili ya sherehe za miaka 62 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulioleta nchi yetu moja, nchi ya Tanzania. Leo tunajivunia. Sababu ya kuimarisha muungano huo, nimesema ilikuwa lengo kubwa la kwanza ni kuitengeneza, ni kuwa na Afrika moja. Mataifa wote walikaa na kufikiri kwamba tuwe na Pan Africa, lakini wao wakaanza kuionyesha dunia mfano kwamba tunaweza wakuwa Watanzania. Ndio maana tukaanza kama Watanzania, baadaye umekuja East Africa, na tumekuwa na mataifa yote katika nchi hizi 5 tumeungana kama East Africa. Lakini kinachotuweka pamoja, kinachotutofautisha na mataifa mengine ni Utanzania wetu. Umoja, amani, mshikamano ndio ilikuwa lengo. Lengo lilikuwa ni amani, umoja na mshikamano, kwamba tukiwa na chombo kimoja, taifa moja lenye nguvu, hatutatikiswa na taifa lolote duniani, kwa sababu sisi ni wamoja, sisi ni Watanzania. Ndio maana leo unasikia wakati tunaimba nyimbo, unaona watu wanasali kanisani, lakini wameweka silaha kiunoni. Katika nchi zingine jirani zetu, watu wanafanya ibada makanisani, wanaenda misikitini, lakini wana silaha kwenye mifuko yao, wana silaha wamebeba mgongoni, kwa sababu tu amani haikuindwa katika nchi zao, ikazaa matunda ambayo sio sahihi, na watu wakawa na changamoto kubwa. Leo hawana amani, hawaaminiani, kila siku wako katika viwanja vya vita. Lakini sisi kama Tanzania tuko kama Tanzania, tumeungana pamoja, sisi ni wamoja,
hakuna mtu wa kuweza kutitikisa.